Kwingineko, kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi Issa Mohamud ametangaza kuwa mkutano wa kumbukumbu wa Gen Z na maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho ni kinyume cha sheria. Akizungumza na wanahabari katika ukumbi wa polisi eneo la South C, Mohamud alifichua kuwa polisi hawajapokea notisi yoyote rasmi kuhusu mikutano au maandamano hayo ambayo ni sharti na lazima kwa mujibu wa sheria. Leo makamanda wa polisi wa ngazi ya juu wakiongozwa na kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi Issa Mohamud walifanya mkutano wa usalama kabla ya kumbukumbu ya Gen Z iliyopangwa kufanyika hapo kesho katika chuo cha idara ya upelelezi wa jinai jijini Nairobi. Punde tu baada ya mkutano huo uliodumu kwa saa kadhaa, aliyeitisha mkutano huo kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi alijitokeza na kutangaza rasmi maazimio yake ambayo yalitangaza maandamano hayo ya Gen Z yaliyopangwa kufanyika hapo kesho kuwa batili na sio halali. In all the police stations within Nairobi and the neighboring counties. That means we are not aware of anything. The alleged commemoration, because I'm not aware of anything. The alleged commemoration, we're told is supposed to take place on 25th. Mohamud alitaja sheria ya kudumisha utulivu, akisema kuwa kushindwa kutoa taarifa rasmi kwa polisi mapema kunafanya mkutano huo kuwa haramu. 1970 bado wako tu wanasumbua tu hapana, hatutakubali. The IG does not receive notifications. For clarity, any of the protest, any of the picketing for purpose of law and order, that notification in the law is presented to the officer commanding station, the OCS. Mohamud pia alionya mtu yeyote anayepanga kusababisha vurugu wakati wa maandamano hayo yanayotarajiwa kwamba sheria haitavumilia vitendo vyovyote vya uhalifu. This is what we have agreed, that we must have law and order. We will not watch our city burn. We will not watch our country go to the dogs. Anybody breaching the law, anybody who goes outside of the law, the police will be there to ensure that that does not happen at all. Wiki iliyopita, ndugu na marafiki wa wahanga wa maandamano ya Gen Z ya mwezi Juni mwaka 2024 wakiongozwa na mawakili James Orengo na Martha Karua waliwasilisha notisi ya maandamano hayo kwa makamanda wakuu wa polisi katika makao makuu ya huduma ya kitaifa ya polisi.